Tumsifu Yesu Kristo. Ikiwa tunaendelea kumkumbuka na kumwombea Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, leo ninakuletea mambo 10 ambayo Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo aligusia katika mahojiano maalum na kurugenzi ya mawasiliano ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania katika maadhimisho ya jubilei yake miaka 25 kardinali Juni 15 mwaka 2023. Namba 1. Maadili. Basi nilipopata na upadisho tarehe 20 mwezi Juni mwaka wa 71, moja kwa moja Baba Askofu Karol Msakila aliniteua nifanye kazi ofisini kwake kama katibu wake, Kwa hiyo nilianzia kazi ya upadi kwa kweli nikiwa karibu sana na askofu na nikiwa ni katibu wake, na nifanya kazi naye pale ofisini kwa miaka 2. Baada ya miaka 2 ndipo nilipokwenda Roma kwa masomo zaidi kwa ajili ya kufanya specialization katika maadili, somo la maadili ya kanisa, moral theology, ambayo nilikwenda kule Roma nikajifunza kwa miaka 4 na nikawa nimerudi nimemaliza hayo masomo. Neno langu ni moja tu, ni kwamba wanadamu watambue kwamba wameumbwa na Mungu na yeye kama muumbaji ndiye mwenye haki ya mwisho kabisa ya kutoa msimamo wa kimaadili, na kwa mwenye haki hata ya kutoa kukabidhi au pia kuchukua uhai wa mwanadamu. Namba 2. Makao makuu ya Jimbo Katoliki Tunduru Masasi. Anza kama askofu wa Nachingwea, baadaye nikawa kama askofu wa jimbo jipya hilo la Tunduru Masasi. Kulikuwa sababu kuu 2. Kwanza kwamba Masasi kulikuwa jimbo la Waanglikana lililoitwa jimbo la Masasi. Sasa kulingana na sheria za Kiingereza ilikuwa huwezi kuwa na majimbo mawili, moja la Anglikana na moja la Wakatoliki likawa na jina lile lile. Kwa hiyo ilibidi kutafuta jina jingine. Kwa hiyo mimi nikaona ni lazima tujaribu kusaisha ili wazo, na kwamba kwa Tanzania si kitu ambacho tunaweza kuendeleza. Wakati huo Mwalimu Nyerere amejaribu kutuweka watu wa dini na makabila na nini mbalimbali, anatuweka pamoja. Kasema kwa nini kwa upande wetu na sisi wa Kristo na upande wetu wa Katoliki tusiige huo mfano na kuweza kuwafanya watu licha tofauti za dini tukaweza kukaa pamoja na tukaelewana. Na nikaona kwamba njia sahihi ni ya mimi kwenda kukaa pale ambapo nilijua na kila mmoja alijua kwamba Tunduru ni mji wa Waislamu zaidi kuliko manake. Hata wakati nimefika pale ulikuwa na ukiambia mtu mimi ni Myao, manake automatically mimi ni Muislamu, ambapo sasa hii ni kitu ambacho na pia sikupenda, sio wazo zuri sana. Ni kama kusema ukizaliwa kwa kabila fulani manake na dini yako lazima iwe fulani. Kasema hapana, hii lazima tubadilishe mawazo hayo.
Kwa hiyo ilikuwa ni msukumo huo hasa upande wa dini, ili tuweze kukaa pamoja kwa uelewano. Ndio nikasema makao makuu yatakuwa kule Tunduru, na nikaanza pale. Namba 3, utoto mtakatifu. Katika Tanzania siwezi kusema mimi ni mwanzilishi wa utume wa utoto mtakatifu, hapana. Kabla ya pale maaskofu wa Tanzania au Tanganyika wakati ule walikuwa na ile wazo, na ukienda kutazama katika ile mfumo au structure, mfumo wa au ratiba ya watoto ya utoto mtakatifu, utagundua kwamba nilichukua mengi sana kutoka kwa wale baraza la maaskofu la Tanganyika. Wakati ule walikuwa tayari wameanza wazo hilo, lakini lilikuwa halijaendelezwa sana. Kwa hiyo ni kutokana na umuhimu wa watoto, ndio maana nikakazana kufufua au kuuisha huo utoto mtakatifu uliokuwa umeanza, lakini ni vitu ambavyo vilikuwa bado lazima viendelezwe kwa karibu. Na pamoja na hiyo walionisaidia sana katika wazo la kuimarisha utoto mtakatifu ni WAWATA katika jimbo kuu la Dar es Salaam. Na hiyo ni kitu rahisi sana kueleweka. Ni kwamba mtoto anayekuwa mdogo yuko zaidi karibu na mama kuliko na baba. Na kwa hiyo nikawapa hawa WAWATA, manake akina mama ndani ya kanisa, wawe na jukumu la kusaidia kulea hawa watoto na wakae pamoja nao, wawalee kwa mfumo huo wa Kikristo. Ilikuwa hasa ndio sababu hizo zilizonifanya. Namba 4, kuteuliwa kuwa kardinali. Ni kwamba mimi nikiwa askofu mkuu wa Dar es Salaam, nilipokea tu taarifa mwezi Desemba hivi kwamba ifikapo tarehe nimezeka, sikumbuki tena tarehe, lakini kwamba ifikapo mwezi Januari utatangazwa kuwa kardinali. Sasa mimi hata mimi nilishangaa, nikasema kwa nini mimi? Na tukumbuke kwamba wakati ule tarehe 8 Desemba mwaka 1997 alikuwa amefariki Kardinali Rugambwa. Kwa hiyo kama mtangulizi wangu, nikasema kwa desturi sijui, lakini muda mfupi hivi baada ya kifo cha Kardinali Rugambwa na Baba Mtakatifu, lakini hayo yalikuwa ni maswali yangu na sina majibu kwa hayo, na sijui aliyefanya hivyo alishatangulia kwa Mwenyezi, labda huko atatueleza tutakapofika huko. Yaani Yohane Paulo wa pili alieleza alifanya nini na kwa nini alifanya uteuzi. Lakini basi niliambiwa hivi, na nikaambiwa kwa sababu hiyo tarehe 21 uwepo Roma, kusudi tarehe 22 siku ile ya tarehe 21 uwepo Roma, ili kupata ile kofia inaitwa bireta ile nyekundu, alafu
tarehe 22 siku ya ukulu wa Petro uweze kuwa katika kundi la watu wanaosali pamoja na Baba Mtakatifu, na wakati huo ndipo unavishwa pete ya kikardinali ambayo sio hii, ni pete special. Na kuhusu pete hiyo ni kwamba kila Baba Mtakatifu anakuwa na pete au nembo ya pete ambayo ni kwa ajili ya makardinali wale anaoteua. Mimi nimeteuliwa na Yohane Paulo wa pili. Kabla pale walikuwepo makardinali wengine walioteuliwa na Yohane Paulo wa pili, na baada ya mimi wamekuwepo wengine mpaka mwaka ule alipofariki. Wote tuna pete ya aina moja, lakini mara alipofariki na tukawa na Baba Mtakatifu Benedikto wa 16, yeye alitoa pete ya aina nyingine ambayo ni kwa ajili ya wale wote atakawateua kwa makardinali. Na hivi huyu wa sasa na yeye ana pete ambayo anawakabidhi wale makardinali wanaokuwa. Hii ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu wale makardinali sio tu kwamba ni uchaguzi maalum wa huyu Baba Mtakatifu, lakini ni washauri wa huyo Baba Mtakatifu, ni kama wasaidizi wake, ni kama maofisa wake ambao lazima wawe na nembo ambayo ni yule Baba Mtakatifu ambaye ni kama anawatuma wafanye kitu gani ndani ya kanisa. Kila kardinali anaitwa Prince of the Church. Manake ni kama Baba Mtakatifu ni kama ndio king. Alafu hawa wanakuwa ni kama watoto wa mfalme ambao wanaendeleza nani. Kwa hiyo hiyo ni title ambayo inabaki nayo kwa muda wote mtu anapoishi. Kama amekuwa kardinali anaitwa ni Prince of the Church mpaka atakapokufa. Hakuna kustaafu. Namba 5. Uchaguzi wa Baba Mtakatifu. Nimeshiriki katika uchaguzi wa Benedikto 16, lakini pia na Francisco. Wote wawili waliokuja baada ya Yohane Paulo wa pili, wote nimekuwepo katika hiyo conclave, na ni experience ya pekee, kwa maana ya kusema hivi, unakwenda pale mnawekwa katika mazingira ya kutokuwa na ties na watu wengine. Manake labda inawezekana kulingana na historia ya kanisa kumekuwa watu wanajaribu kulob nani awe Baba Mtakatifu na nini, lakini niliona ni kwamba mkisha ingia kwenye shughuli ya uteuzi wa Baba Mtakatifu ni kama mnafungiwa mazingira mnabaki katika mazingira ya ndani ya kushughulikia kazi hiyo tu mpaka mtakapomaliza, ndipo mnaweza kuwasiliana na watu wengine. Kwa hiyo hata mambo ya simu na nini hampashi kutumia. Hata ungetaka kutumia kwa kuibia, unakuta ni kama zone imeshafungiwa. Uwezi ukawasiliana na nje ya ndani ya pale Vatikani iliponanikwa, na mpaka mnapomaliza. Mkisha maliza basi simu zenu mnaweza kufanya kama mnavyo, lakini sio kabla ya pale.
na ukiingia humo labda itokee umeugua kitu cha ajabu, ndio uweze kukimbizwa hospitali, lakini vinginevyo madaktari watakuja huko ndani, na hao wanakuja kwa kiapo kwamba hawataongea mambo ya humu ndani. Kwa kifupi ndio hivi. Namba 6, uongozi. Kazi ya uongozi wa nchi yoyote ni kuendeleza kwanza mwanadamu, sio kuendeleza vitu, sio kuendeleza uchumi, wala sio kuendeleza lakini ni mwanadamu aweze kuwa mwanadamu mwema zaidi na bora zaidi. Namba 7, Mwalimu Nyerere, baba wa taifa. Nakumbuka moja kati ya Watanzania ambayo kwa bahati nzuri au mbaya sijui, na ni Mkatoliki, kumbe anaweza kusema, inaweza kusema washukuru waamini wake, lakini ni Mwalimu Nyerere. Mwalimu Nyerere toka nilipohamia Dar es Salaam, kwangu alikuwa ni mtu anayeniambia daima, fanya kazi yako, usiwe na hofu. Naweza kuya summarize maneno yake au na msimamo wake kwa hayo ya kusema usiwe na hofu. Encouragement ya mtu kama Nyerere ni kitu ambacho kiliniwezesha nikaendelea kufanya kazi licha ya hofu niliyokuwa nayo. Usiwe na hofu, we endelea. Na baada ya hapo nimekuwa nimewafahamu Mwalimu Nyerere. Sikufanya kazi naye kama president, akiwa president nilipokuja Dar es Salaam, lakini nimeanza shughuli ya waskofu akiwa bado ni president wa Tanzania. Wakati ule hatukufahamiana sana, lakini ni hasa tangu nilipohamia Dar es Salaam ndio naweza kwenda. Namba 8, uhusiano na marais wa nchi. Nimekuwa na uhusiano mzuri. Mzee Mwinyi, kulikuwa wakati hata watu wanasema, sasa huyu mzee mbona anawasiliana na huyu askofu Mkatoliki, msimamo wake wa kiimani ukoje na vitu gani? Lakini tumekuwa pamoja na sikuweza kwenda. Sina la kulalamika kuhusu Rais Mkapa. Yeye nimemfahamu kwa sababu nilianzia kazi ya waskofu kule mahali kwake alikuzaliwa. Nimekuwa mpaka Lupaso pale ambapo ilikuwa nyumbani kwake, nimekwenda mpaka kule. Kwa hiyo tangu amekuwa rais ni mtu ambaye tulikuwa na uhusiano na tumekwenda na ni vizuri. Rais Kikwete siwezi nikasema amefanya kitu gani dhidi ya ambacho tuseme labda hakikuweza kunisaidia katika kufanya kazi yangu kama askofu. Na Magufuli ndio kama hivyo, wote tumekwenda, na hadi leo sina kitu ambacho naweza kusema dhidi ya rais wetu wa sasa, ingawa yeye ameanza kuwa rais, mimi nimekwisha kustaafu. Kwa hiyo ni historia tofauti, lakini viongozi wa nchi siwezi hata mmoja wao nikasema huyu alinitendea
linalokuwa ni pingamizi kwa shughuli yangu kama askofu wa Dar es Salaam. Na pamoja nao ni wazi na wasaidizi wao wote. Mimi namaliza maisha yangu katika hali ya kujivunia na kufurahi kwamba mimi ni Mtanzania na Watanzania tumekuwa pamoja kwa furaha. Namba 9, uwekezaji wa bandari. Katika maswali kama ya swali la bandari, bila shaka serikali inaona kuna kitu fulani cha kufaidi kutokana na kuleta mwekezaji wa kutoka nje. Lakini mimi najiuliza, hiyo itakuwa ni kusudi tupate fedha zaidi kuliko tunavyopata, au ni kusudi kumfanya Mtanzania aendelee na awe na uwezo zaidi katika mazingira ya nchi yetu? Ni swali ngumu. Kimaadili ningependa viongozi wetu wa serikali watambue kwamba jukumu walilonalo ni kumwendeleza Mtanzania. Mtanzania akishindwa au ikiporonyoka katika hiyo, uwezo ukamtupa ukasema naweza nikapata fedha nyingi zaidi kwa kumwacha huyu katika ujinga wake au katika uvivu wake akae huko, mimi nitapata fedha zaidi kwa njia ya watu kutoka nje. Kwa nini mwache huyu Mtanzania abaki katika hali hiyo ya kutozalisha kile ambacho ungetamani kizalisha? Hii ndio ni swali langu kubwa, na kama nilivyosema, sina jawabu la mwisho la kusema, lakini hilo nafikiri ni neno kubwa sana la kutafakari kabla ya kutoa. Tunataka tupate fedha nyingi zinazotokana na bandari, au tunataka Watanzania wawe na uwezo mkubwa zaidi wa kuendesha bandari yetu? Ni lipi tunachagua kati ya hayo? Kila mmoja ajiulize hilo na tuweze kutoa jawabu. Jawabu langu la kimaadili ni hili, kwa sababu Mungu alimweka mwanadamu awe ndio mtawala wa mengine yote, pamoja na fedha, pamoja na mengine. Uwezo subject mwanadamu kwa faida ya pesa, ukamfanya awe ni mtumwa na mtumishi wa fedha. Uwezo ukamfanya haiendi. Ni hilo tu, nadhani nisiseme zaidi. Namba 10, shukrani. Shukrani kubwa ni wazi ni kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu ndiye amewezesha nikaweza kufikia umri huu, na kwa watu ambao mnafahamu historia yangu hapa katikati, afya yangu imekuwa ni ya wasiwasi. Kulikuwa wakati ambapo kila mmoja alifikiri sasa ni mwisho wa maisha, kwamba mwenyewe kama naweza kuwa hai kwa sasa, kwa kweli mimi naona ni Mwenyezi kufanya special intervention mahali ambapo kibinadamu hakukuwa uwezekano tena. Kwa hiyo shukrani kubwa ni kwa ajili ya kuelekea kwa Mwenyezi Mungu. Ndiye mwenye uwezo, ndiye aliyewezesha hili, na yeye mwenyewe ndiye anaweza kufanya hata nikawepo tukatimiza miaka hiyo 25. Shukrani kubwa nyingine ni kwa wanadamu wenzangu, hasa wanajimbo kuu la Dar es Salaam.
Hayo ni mambo 10 ya Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo katika kumbukumbu ya mahojiano maalum na kurugenzi mawasiliano ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania katika jubilei yake miaka 25 kardinali iliyofanyika Juni 15 mwaka 2023. Pumzika kwa amani, Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, Askofu Mkuu mstaafu wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam.